Mkurugenzi wa shirika la Wote Sawa, Angela Benedict, ambaye pia ni mmiliki wa nyumba salama kwenye mikoa ya Mwanza, Kagera na Kigoma, ambaye pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za wafanyakazi wa nyumbani na kupinga ukatili dhidi ya watoto, amewataka wazazi kuacha kuwatuma watoto wao kwenda kufanya kazi za ndani, huku akisisitiza kuwa sheria inakataza watoto chini ya miaka 14 kufanya kazi za majumbani, ambapo amewataka waajiri wa wafanyakazi wa nyumbani kuhakikisha wanawalipa kulingana na masharti ya kisheria yanavyoelekeza. Sheria inakataza mtoto wa miaka 10 chini ya miaka 14 asifanye kazi. Lakini uhalisia sio hivyo. Yaani unaweza ukafika hatua usipokuwa na moyo mgumu unalia. Unakuta mtu ameajiri mtoto wa miaka 10, miaka 9 kama mfanyakazi wa nyumbani. Sasa ugumu mwingine tunaokutana nao ni wazazi. Wazazi ndio wamewatuma hao watoto. Kwa hiyo unajitokeza mwanaharakati kwamba jamani, kwa mujibu wa sheria hili ni kosa. Lakini bosi anakuambia mzazi wake ndio aliyeniletea. Sasa utafanyaje? Kwa hiyo ndio hivyo, tunaendelea tu kupambana kwamba sheria itekelezwe, tufanye kazi. Ndio maana tunafanya kazi sasa na maafisa wa serikali kwa ukaribu, watu kama maafisa ustawi, watu kama polisi, kwa lengo la kwamba hata kama tunapopata changamoto kwa wazazi na waajiri, lakini hawa wenye jukumu la utekelezaji wa sheria basi waweze kuwa pamoja na sisi kwamba tunatekeleza sheria. So kwa mujibu wa sheria mbalimbali tulizonazo katika nchi yetu, mfano sheria ya ajira na mahusiano kazini, sheria ya mtoto ya mwaka 2009, inakataza mtoto kuajiriwa katika umri wa miaka 14. Na mtu yeyote atakapoajiri mtoto chini ya umri wa miaka 14, sheria inasema atalipa faini isiyozidi shilingi 100,000 au kifungo cha miezi 3 au vyote kwa pamoja. Lakini pia sheria ya adhabu ya sheria ya kanuni ya adhabu, yani Penal Code, kifungu cha 169A, ambacho pia kimetoa adhabu kwa ukatili kwa mtoto, kwamba mtu yeyote atakayetenda makosa ya ukatili kwa mtoto, kwa mfano labda kuajiri mtoto chini ya miaka 14, kumfanyisha kama hivyo ajira za utotoni, forced labor, na makosa mengine yote ya unyanyasaji na ukatili kwa mtoto, sheria inasema sheria inatoa adhabu ya kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 15 jela. Lakini pia sheria inasema sheria pia inatoa adhabu ya shilingi milioni 1 au vyote kwa pamoja. Lakini pia ukiangalia sheria ya mahusiano, sheria ya ajira na mahusiano kazini na kanuni zake, pia imetoa kima cha chini cha mshahara. Kwa hiyo kwa mfano kwa wafanyakazi wa nyumbani, kima cha chini cha mshahara kwa mfanyakazi ambaye anakaa pale pale, tukiamini kwamba anapata huduma zingine zote, basi sheria inasema asilipwe chini ya shilingi 60,000. Na pia sheria inasema kwa mujibu pia wa sheria, mfanyakazi wa nyumbani anayekuja na kurudi asilipwe chini ya shilingi 120,000 kwa yule ambaye anakuja na kurudi. Na sheria pia imesema kwamba kwa yule mfanyakazi wa nyumbani anayefanya kazi kwa maafisa wenye stahiki, anatakiwa alipwe sio chini ya shilingi 200,000. Na mwisho kabisa sheria kasema kwa wale ambao wafanyakazi wa nyumbani ambao wanafanya kazi kwa wanadiplomasia au wafanyabiashara wakubwa, basi sheria inataka asilipwe chini ya shilingi 250,000. Na kwa maana hiyo basi, kwa kutozingatia hivyo vima vya chini vya mshahara, usipofanya hivyo ina maana unakuwa umetenda makosa ya madai, na haya madai sasa mnaweza mkapelekana CMA au ikaenda mahakamani. Angela ameongeza kuwa shirika hilo limekuwa likishirikiana na mamlaka mbalimbali za kiserikali ikiwemo Jeshi la Uhamiaji na Jeshi la Polisi katika kushughulikia kesi za ukatili na unyanyasaji kwa watoto, ambapo amesema wafanyakazi wa nyumbani wanapaswa kuepuka kujichukulia sheria mkononi, na badala yake wanapohisi kuonewa ni vyema kwenda kwenye vyombo vya kisheria ili waweze kupata stahiki zao. Kesi nyingi ambazo zikiripotiwa katika ofisi za uhamiaji ambazo zinahusiana na masuala ya trafficking, watatuita kwamba watasabu njoni tushirikiane hapa, kuna hili swala tunahitaji kushirikiana. Lakini pia kama nilivyosema, kesi nyingine unakuta zinaenda polisi. Kwa hiyo polisi wanatuita, lakini zingine sisi wenyewe tumezipata, tunaenda kuripoti kwa polisi kwamba kuna 1 2 3. Kwa hiyo kwa ujumla nasema tumefanikiwa kuwepo kwanza na ile recognition na ile partnership na wadau mbalimbali. Lakini kingine tuna wafanyakazi au wanufaika au wahanga mbalimbali ambao wamepita kwetu, ambao kupitia kwetu leo hii watu wamefanikiwa. Kuna wasichana ambao leo hii wamekuwa ni mafundi kupitia kwenye training zetu, kupitia kwenye kituo chetu, walipewa mafunzo na leo wamegraduate na wanaweza kujiajiri. Kuna wale ambao wameweza kwenda shule
wanasoma na wanaendelea na masomo yao vizuri, na kuna wale ambao just tu kwamba wamelipwa mishahara yao na wakaweza kufanya kazi vingine. Lakini kuna wale ambao unakuta binti alikuja kufanya kazi na nyumbani aweza kwa kupitia agent, hilo pia ni jambo lingine. Pale anakuepo dalali, huyu bosi hana contact yoyote na familia kule. Kwa unakuta ananyanyasika hapa, mwisho wa siku jamii imemrescue, imemuokoa. Kimuokoa inamleta hapa kwetu. Ikimleta hapa kwetu tunapofanya reintegration kurudisha kwenye familia, imekuwa ni sherehe. Kuna baadhi ya watoto tulishawapeleka kwenye familia zao, wazazi waliamini wale watoto walifariki au walipotea. Lakini leo sisi tumewarudisha, inakuwa ni faraja tena katika familia. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza kusema nimefanikiwa kwa sababu shirika letu limeweza kuleta tabasamu kwa wale ambao walishapoteza tabasamu. Kwa hiyo ninajitahidi kadiri ya uwezo wangu, yani kwamba binti akipita mikononi mwangu, hata kama alishapita sehemu nyingine, akifika kwangu aone kwamba kweli kile ninachokisema, kwa sababu kwenye TV wananiona. Sasa kama wananiona kwenye TV ninachokisema alafu ninachokipractice nyumbani ni tofauti, inakuwa ni jambo lingine. Kwa hiyo najitahidi kuwa bosi mzuri, kwamba kila ambacho mimi sikutamani kutendewa basi nisikitende kwa mwingine. Ninashukuru pia Mungu kwamba kunipa partner ambaye ni supportive. Kwa hiyo I'm grateful kwa ajili yake, kwa sababu ananisupport, na niseme tu kwamba yuko nyuma yangu, ananisupport sana. Nachoweza kusema ni kwamba kama ni mtu ambaye alikuwa assigned na Mungu kwa ajili yako, hataweza atakupokea hivyo hivyo jinsi ulivyo, na madhaifu yako na nini yako, past zako zote atakupokea na atakubaliana nazo. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba mume wangu ni mtu ambaye aliandaliwa na Mungu kwa ajili yangu, alinipokea kwa jinsi ambavyo nilivyo. Wito wangu pia kwa wafanyakazi wa nyumbani ni kwamba wasipende kujichukulia hatua mkononi. Kwa mfano tumekuwa tukishuhudia matukio mbalimbali, wafanyakazi wa nyumbani wakitenda matukio, kuadhibu watoto wa mabosi, kufanya uharibifu katika nyumba za watu. Ni waombe wasipende kujichukulia hatua sheria mikononi, pale ambako wanaona kabisa kwamba wanaonewa au wanatendewa visivyo, basi waone kwamba kuna vyombo vya kisheria wanaweza wakaenda na wakaweza kupata stahiki zao. Lakini pia wito kwa waajiri ambao wanaajiri hao wafanyakazi wa nyumbani, ningependa kushauri pia kwamba waweze kufanya hata background check. Background check ni kwa mfano, mimi nimetokea mfano kijiji fulani, ninahitaji mfanyakazi wa nyumbani, angalau niweze kufanya tracing, angalau niweze kupiga simu, jamani ninahitaji mfanyakazi wa nyumbani awe na sifa 1 2 3, angalau hata pale waweze kukuambia kwamba mtoto huyu au binti huyu ana 1 2 3. Kwa hiyo tuepuke tabia za kuchukua wafanyakazi wa nyumbani katika makundi ya WhatsApp, katika sijui nini, bila kumfahamu yule binti, chimbuko lake, ametoka wapi, background yake ni ipi. Kwa mfano, tumeshuhudia watu wengine ambao wanaajiri wafanyakazi wa nyumbani, hamjui baba yake, hamjui mama yake, hajui ndugu wake wa karibu. Siku ukitokea umepata tatizo lolote, utaanzia wapi? Yeah? Kwa hiyo waajiri, tunapoajiri wafanyakazi wa nyumbani tuhakikisha kwamba tuna taarifa za kutosha juu ya hawa watu ambao tunawaacha nyumbani, tunawaachia watoto wetu, tunawaachia mali zetu. Hakikisha basi unamfahamu vilivyo vizuri. Kwa upande wake afisa ustawi wa jamii wilaya ya Nyamagana Edith Ngowi amesema kuwa kwa kushirikiana na shirika la Wote Sawa wameendelea kutoa elimu kwa jamii ili watu waweze kutoa taarifa pindi wanaposhuhudia watoto wakinyanyasika na waweze kufika na kuchukua hatua za kumsaidia mtoto anayehitaji msaada huo. Naitwa Edith Ngowi, ni afisa ustawi wa jamii. Tumekuwa tukishirikiana na Wote Sawa kuhakikisha pia kama mtoto ameingia kwenye changamoto yoyote, ikiwemo labda vitendo vya ukatili, amekuja mjini akafanikiwa kufika kwa mwajiri, yani kwamba alipofika vitu vilifanyika na akajikuta tayari kwa mwajiri bila kuokolewa before. Yani kuna wale ambao wanaokolewa kabla ya hatari, lakini pia ameshaingia kule na tayari sasa hatari imemkuta, yuko kwa mwajiri, kwanza anatumikishwa, ananyanyasika, anapata vipigo, ananyimwa mshahara. Sasa kwa sababu pia tumeendelea kujikita kutoa elimu na shirika letu la Wote Sawa, kama mtoto atakuwa ameweza kufika kwa mtu mwaminifu au kutoa taarifa kwamba baba niko nyumba fulani napata shida hii, na tusaidia pia kuweza kutumia uongozi wa ule mtaa, mwenyekiti, wajumbe wake, kuweza kufika kwenye familia kuona haswa kama kuna hayo madhila na namna ya kuweza kuyatatua. Lakini mara nyingine tunaona watoto wanatoroka, amekisha kufika kwa mwajiri anatoroka ili kutafuta msaada.
Ameenda kwa mwajiri, lakini ameona alichoahidiwa sicho. Labda aliambiwa kazi yake ni kufua tu na kuosha vyombo. Sasa amejikuta anahudumia mifugo, anatakiwa kupeleka watoto shule, anatakiwa kupika, analala amechelewa. Kwa sababu pia waajiri wengi hawana uelewa kwamba ninapopata mtoto, sababu sheria inasema mtoto chini ya umri wa miaka 18 bado ni mtoto. Kwa hata kama nitampa shughuli zingine, zinatakiwa pia zisiwe zile za kumnyanyasa, za kumfanya akakosa kuendelezwa. Tunaamini kila mtoto ana maslahi yake mapana, ikiwemo na kuendelezwa. Sasa zinaitwa light works, yani kwamba apate shughuli nyepesi. Ni kweli anataka kipato, lakini pia sheria inamlinda kwamba sawa, huyu mtoto wa miaka 12 mpaka 14 kweli anatafuta kipato, lakini sasa sheria inasema afanye hicho anachofanya ambacho kinaendana na umri wake, lakini pia kinampa fursa yeye ya kujiendeleza kielimu, apate maarifa zaidi. Kwa hiyo ni wajibu wa yule mwajiri kwamba atafanya naye kitu kidogo, lakini pia atakwenda kumwongeza. Sasa katika hayo yote huwa zinakuwa ni ahadi kwamba njoo nitakupeleka cherehani, njoo nitakupeleka shule ya kompyuta. Sasa watoto wengi wanapofika kwenye maeneo husika hawakuti hizo ahadi zikitekelezeka, anaingia kwenye madhila sasa ya kupigwa, kufanyishwa kazi nyingi, na kama nilivyosema awali, sasa inamlazimu mtoto kutoroka au kuokolewa. Na mara nyingi pia tunashirikiana na dawati la polisi jamii au polisi wengine ambao wako katika kazi zao za kila siku. Anapopata mtoto ambaye anaonekana kama hana uelekeo au amesafirishwa au yuko peke yake, tayari anaweza kumuokoa akamleta kwa afisa ustawi. Sasa baada ya kuwa amefika kwa afisa ustawi, ina maana sasa zile taratibu za kumsaili mtoto, kufanya mahojiano, kujua kwa nini yuko hapa na alikuwa anaelekea wapi, yuko na nani, ilikuwaje, ametoka nyumbani. Kwa hiyo pale tunakutana na histori nyingi. Kuna yule ambaye pengine labda mwenyewe ametoka kwenye familia, anataka kuja kutafuta chochote mjini, ama kuna yule ambaye anasema mama alinipakia kwenye basi nje nipokelewe Mwanza. Lakini pia kuna mwingine anasema mimi nimekuja kwa sababu nyumbani kuna hali ngumu, nataka mimi nipate pesa nikasaidie wazazi. Kuna mwingine anasema nimeachishwa shule. Kwa kuna kuwa na sababu nyingi ambazo haziwezi kufanana. Kwa baada ya kuwa tumefahamu ni nini ambacho kimemsibu yule mtoto, na sasa kuanza kutafakari kwa kina, amesafiri vipi? Je, amekuja mwenyewe? Je, ana tiketi ya safari ama kuna mtu amemlipia? Kuna mtu amehusika na kumsafirisha? Ni kondakta, ni dereva, ni basi gani? Kwa kuna taarifa nyingi ambazo ni muhimu sana ili kusaidia kuweza kumsaidia mtoto. Kama afisa ustawi mimi nadhani ama natoa wito pia kwa wazazi na walezi, hebu tuache kuajiri watoto wadogo tukitamani watusaidie kazi, lakini pia hatuwatendei haki.